Tunafahamishwa kuwa ikiwa ni mkakati wa kuimarisha usimamizi katika sekta ya madini hasa kwenye ukusanyaji wa maduhuli, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amezindua magari mapya 25 kwa ajili ya kusambazwa kwenye ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa sambamba na kukabidhi magari hayo kwa maafisa madini wakazi wa mikoa waliohudhuria uzinduzi huo. Bakari Hassan Salim ana taarifa kamili. Uzinduzi huo umehudhuriwa pia na naibu waziri wa madini Daktari Steven Kiruswa, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Madini Msafiri Mbibo, kaimu katibu mtendaji wa Tume ya Madini Mhandisi Ramadhani Lwamo na watendaji wengine kutoka Wizara ya Madini na taasisi zake. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, Waziri Mavunde amesema kuwa wizara imepanga kununua magari 89 na pikipiki 140 kama sehemu ya uboreshaji wa usimamizi wa sekta madini kupitia ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa, haswa kwenye usimamizi wa ukusanyaji wa maduhuli na kudhibiti mianya yote ya upotevu wa mapato na utoroshaji wa maduhuli. Ndugu zangu, leo tumekusanyika hapa ikiwa ni muendelezo ya kile ambacho tumekuwa tukikisema mara zote juu ya shukrani kubwa ambazo tumeendelea kumpa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameendelea kuiboresha na kuimarisha Wizara ya Madini kupitia ongezeko kubwa la bajeti ambalo limetufanya hivi sasa tuwe tuna urahisi wa kutekeleza majukumu yetu. Ndugu waandishi wa habari, bajeti ya Wizara ya Madini imeongezeka kutoka shilingi bilioni 89 mwaka wa fedha uliopita mpaka kufikia shilingi bilioni 231. Jukumu kubwa lililo mbele yetu hivi sasa ni kuhakikisha ya kwamba sekta hii ya madini inaendelea kutoa mchango chanya katika ustawi wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mwaka 2017 baada ya kufanyika marekebisho ya sheria ilipelekea uundwaji rasmi wa Tume ya Madini, na tume ilipewa jukumu la kuhakikisha kwamba inasimamia ukusanyaji wa maduhuli ya serikali kupitia sekta ya madini. Kwa kipindi cha muda mrefu wa Tanzania wengi imekuwa ni kiu yao kubwa kuona sekta hii inasaidia kuchochea katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na sekta ya madini ni kati ya sekta chache ambazo zinaangaliwa katika kukuza na kuimarisha uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Hivyo mwaka huu 2024-2025 tumewekewa lengo na Wizara ya Fedha ya kusanya shilingi trilioni 1. Na makusanyo ya siku 90 tangu kuanza mwaka wa fedha mpya inatudhihirishia kwamba tutakwenda kuyafikia malengo yetu. Tulijiwekea malengo ya kusanya shilingi bilioni 249 ndani ya siku 90, lakini mpaka nazungumza nanyi hivi sasa tumekusanya zaidi ya shilingi bilioni 287 na tumevuka lengo kwa 106%. Hivyo kwa vitendea kazi hivi maana yake vinakwenda kuimarisha zoezi zima la kazi za kila siku za Tume ya Madini kupitia ofisi za maafisa madini wa kazi, ili pia kusaidia kwenye ufuatiliaji na vile kuongeza makusanyo yetu na kuziba mianya ambayo yanapelekea kukosekana kwa mapato. Kwa hiyo vitendea kazi hivi ya magari 25 awamu ya kwanza inakwenda kusaidia katika kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini kupitia Tume ya Madini, na tunaamini kabisa ya kwamba kwa sababu maafisa madini wa kazi wetu wengi walikuwa wanafanya kazi katika mazingira ambayo yalikuwa rafiki sana, wengi walikuwa na vyombo vya usafiri, lakini haya yote wanayafanya wakiwa katika mazingira ambayo yalikuwa rafiki sana. Sasa hawana cha kujitetea. Mheshimiwa Rais ametufanyia kazi kubwa. Tuna magari 89 na pikipiki 140. Leo tumeanza na magari 25 kwa sababu hatuwezi kuyasubiri yote yafike 89 ndio tuanze kuyagawa. Kazi yetu sisi ni ya kila siku na malengo yetu sisi ni ya kila siku. Kwa kila ambavyo yatakuwa yanaingia magari tutakuwa tunayagawa. Kwa hiyo leo nipo hapa kwa ajili ya kuzindua rasmi magari haya 25 na pikipiki ambazo zitakuja baadaye, ambazo zitakwenda mikoani ili kuendelea kusaidia kufanikisha na kurahisisha kazi chini ya Tume ya Madini. Ninao furaha leo kwa uongozi wenu kujitokeza hapa kwa ajili ya uzinduzi wa magari ya Tume ya Madini.
na hiyo yote ni matunda ya jitihada ya wizara kuhakikisha kwamba wizara inakuwa na bajeti ya kutosha na kuhakikisha kwamba inakuwa na vitendea kazi ili kuweza kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Waziri, nyuma yako hapa ni magari ambayo yamepokelewa. Haya ni miongoni mwa magari 89 ambayo Tume ya Madini itapata kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake ya ukusanyaji wa maduhuli. Na hii ni awamu ya kwanza ambapo tumepokea jumla ya magari 25 ambayo tunaamini kwa kiasi kikubwa itatusaidia kwenye utekelezaji wa majukumu ya tume, hususan kwenye ukusanyaji wa maduhuli. Kupokea magari 25 kama ambavyo yameelezwa na kaimu mtendaji wa Tume ya Madini, ikiwa ni juhudi za serikali na juhudi za uongozi wako na naibu waziri Dr. Steven Kiruswa, ambao umetuongoza ili kuongeza ufanisi wa utendaji wa kazi ya sekta ya madini, wizara na taasisi zake. Nikiripoti habari hii, mimi ni Bakari Hassan Salim. Shukrani sana Bakari Hassan Salim kwa taarifa hiyo.